Baada ya klabu ya Young Africans kumtambulisha mshambuliaji mwingine Peter Shalulile, sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Aurelien Dilson Maria Depu tayari amekwisha wekwa sokoni na taratibu za kutafuta timu ambayo nyota huyo Young Africans itampeleka zinaendelea, kwa sababu uongozi wa klabu ya Young Africans una malengo ya kusalia na washambuliaji wawili tu wa kigeni katika hilo eneo ambao ni Peter Shalulile ambaye ametambulishwa kwa usiku wa kuamkia leo, lakini pia na Sheikh Toure raia wa Senegal ambaye huyu tayari pia amekwisha ingia nchini na atakuwa sehemu ya kikosi kwa msimu ujao. Hivyo basi option ambayo uongozi wa Young Africans wameiona kwamba ni vyema ni kumtoa nyota huyo raia wa Angola ambaye kwa msimu uliopita alijiunga na Young Africans dirisha dogo, ambako Young Africans walitumia gharama kubwa kumnunua kutoka kwenye kikosi cha Radomiak Randoms ya huko nchini Poland, ambako ndiko alikuwa anaitumikia kabla ya kujiunga na Young Africans kunako dirisha dogo la usajili kwa msimu uliomalizika, msimu ambao Aurelien Dilson Maria Depu alifunga mabao 9 wakati akiwa ameingia katikati mwa msimu. Pengine tu imani ya kocha Manoba Ngliti kumwamini kuelekea msimu ujao na kwa aina ya washambuliaji ambao wameingia wapya kwenye kikosi ya Young Africans ndio sababu ambayo imekuwa rahisi na kuwashawishi pia viongozi wa Young Africans kuweza kumtafutia changamoto nyingine mshambuliaji huyo raia wa Angola. Lakini pia ni katika upande wa kumanage nyota wa kigeni katika eneo moja, kwa sababu ukiwa una washambuliaji watatu katika eneo moja ambao kimsingi levels zao ndio huenda zikawa zimetofautiana, lakini kuna maeneo mengine ambayo utakuwa umefanya kubana na kupungukiwa kwa uwepo wa nyota mzawa ambaye kama ungemsadili katika hilo eneo angekupatia ubora mkubwa na usingeweza kujutia, kuliko kuwa na washambuliaji watatu ambao kimsingi kwenye mchezo mmoja huenda pia ukawatumia washambuliaji wawili. Vile vile pia una washambuliaji wengine ambao ni wazawa ambao pia mwalimu huenda akawatumia kuwapatia ama kutoa kile ambacho mwalimu atakuwa anahitaji kutokana na game approach ya mchezo husika, jambo ambalo pia limechochea Young Africans kuweza kutafuta namna nzuri ya kuachana na Aurelien Dilson Maria Depu. Na Depu alikuwa yuko tayari kuwasili nchini kwa ajili ya pre-season au maandalizi ya msimu mpya, lakini kwa taarifa za awali ni kwamba Young Africans ipo katika harakati za kumtafutia timu na kwamba haina mpango wa kuendelea na Aurelien Dilson Maria Depu kwa msimu ujao. Aidha pia hata wamtoe kwa mkopo kwenye timu nyingine ambayo itakuwa inamtumia mshambuliaji huyu ambaye binafsi yangu ni mzuri na ni bora, lakini namna ambavyo msimu uliopita aliumaliza ndiyo ambayo imewafanya pia viongozi wa Young Africans kuingia sokoni na kutafuta washambuliaji wengine wawili wapya ambao wataweza pia kwenda kushindana katika hilo eneo la ushambuliaji kiongozi moja kwa moja. Lakini Depu ni miongoni mwa wachezaji ambao inavyoonekana ni kwamba hawapo katika mipango ya mwalimu Manoba Ngliti kuelekea msimu ujao, na uongozi wa Young Africans uko mbioni kumtafutia changamoto mpya, japokuwa Depu amedhihirisha kwamba yeye ni mshambuliaji ambaye kama akiwa anapata nafasi kwenye msimu mmoja ana uwezo mzuri wa kukuofa goli zaidi ya 9, yani goli 9+ kwenye msimu mmoja. Msimu uliopita ameingia dirisha dogo lakini amescore mabao 9. Hii ina confirm bora wake kwa kiasi kikubwa, na hapo tukumbuke kwamba alikuwa hapati nafasi ya kuanza mara kwa mara, lakini pia alipitia kwenye nyakati mbaya za majeraha ambayo yalimweka nje zaidi ya wiki 2 na kumfanya kuweza kupotea kwenye ile mwenendo wake ambao tayari alikuwa ameshauanza akiwa na kikosi cha Young Africans moja kwa moja. Lakini ni mshambuliaji ambaye alisaidia pia Young Africans kufunga magoli 2 kunako mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika mchezo wa Young Africans dhidi ya JS Kabylie ya huko nchini Algeria, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa New Aman Complex sambamba na kwenye mashindano ya kombe la shirikisho la TFF kwa maana ya CRDB Bank Federation Cup. Kwa hiyo taarifa zinasemekana hivyo kwamba Young Africans huenda ikamtafutia changamoto nyingine Aurelien Dilson Maria Depu, striker force huyu raia wa Angola ambaye klabu hiyo haina mpango
wa kuendelea naye kwa msimu ujao kutokana na uwepo wa washambuliaji wengi au kadha wa kadha kunako kikosi Young Africans kuelekea msimu ujao. Jina langu mimi ni Leopard John, sauti ya mvua. Nilikuwa hapa na kamera operator ambaye ni Agnes Alois kwa siku ya leo, ambaye nilikuwa naye na amekuletea picha nzuri na zenye muonekano angavu moja kwa moja. Hadi wakati mwingine nikutakie tu wakati mwema.